Wanaume kubaki nyuma katika mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Tumekuwa na siku ya vijana, tumekuwa siku ya mtoto wa Afrika, tumekuwa na siku ya mtoto duniani, na mara chache sana tumekuwa celebrate siku ya mwanaume, ingawa inasherehekea mwezi wa 6, lakini mara nyingi sana tumekuwa haina maadhimisho wala haina hamasa. Ni zaidi ya kusema kwamba hii tarehe inakuwa imepita, lakini kwa kadri dunia inazidi kubadilika na maendeleo ya nchi yalivyo, kuna vitu tofauti vimekuwa vikitokea. Mfano, uelewa wa watu umekuja kuongezeka, lakini kumekuwa na mashambulio tofauti kwa ajili ya wanaume pia katika maisha yao ya kila siku. Kumekuwa sasa hivi pia na vita zidi ya serikali nyingi pia na jamii nyingi kuhusiana na maisha ya ushoga, lakini pia wanaume kujitambua kwa nafasi zao. Kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wanaume ambao wamekuwa ni wavivu, kuto kufanya kazi, kuto kutambua majukumu yao, na tumegundua ipo haja ya kukumbushana majukumu ya mwanaume pale kila siku inapokuwa inapatikana nafasi. Ndio maana leo katika mkoa wa Mwanza tumekuja hapa, kubwa ilikuwa ni kukumbushana majeraha ambao wanaume wako nayo, tumekuja kukumbushana majukumu ambayo wanaume wako nayo, na hiyo kumwambia mwanaume kwamba you're not alone. Wanaume huko peke yako unapambana, wanaume wako wengi wanapambana. Isitokee umekata tamaa au umevunjika moyo kwa namna yoyote ile, lakini kwamba uta continue, kwa maana vitu hivi vinaendelea, na usithubutu kufikiria ku left group, kwa sababu ndani tunapambana, tunasonga mbele. Unapambana, unajeruhiwa, unasonga mbele. Taswira nzuri ni kumaliza vita na sio umemalizaje vita. Unaweza kumaliza vita umekatika mkono, umejeruhika mguu, lakini mwisho wa siku kwamba hata siku unaingia kaburini pale, watu watambue kwamba kuna mtu alikuwa anapambania hii familia, kuna mtu anasimama kwa zamu yake, kama ambavyo watu wengine wanasimamia katika majukumu yao mengine ya huko walikokuwa. Wanaume wengi wamekuwa na sifa makazini kwao, hawana sifa majumbani kwao. Wanaume wanapitia changamoto mbalimbali, na wengine kwa sababu wanakosa washauri wazuri, kata tamaa, na hatimaye yanawakuta makubwa kuliko ambaye yale yaliyokuta awali. Kwanza, jambo moja tunatakiwa tutambue, ukizaliwa mwanaume ni shughuli hiyo. Wimbo fulani ulikuwa unasema ukizaliwa mwanaume ni taabu, kazini kumewaka moto, nyumbani kumewaka moto. Sasa haukimbii yale majukumu, isipokuwa unayachukua yale majukumu. Mwanaume si jinsi, wanaume ni uchaguzi. Ukizaliwa wa kiume ni jambo moja, na kuchagua kuwa mwanaume ni jambo jingine. Na leo tumezungumza hapa, kuna mfano Daudi anamuita mtoto wake Solomoni, anamwambia jioneshe kuwa ni mwanaume. Jioneshaje kuwa ni mwanaume? Kuchukua majukumu. Kupigwa na mkeo kama ni mwanaume, hilo ni tatizo, na tena tatizo kubwa sana. Enda kwenye madawati yanayohusika na matatizo ya kutatua hayo matatizo ya kijinsia, uonevu kama uonevu mwingine, ujaribu kutafuta suluhu juu ya yale yaliyokupata. Lakini kama mwanaume, kumbuka ile sheria ya msitu inasema survival of the fittest and the dying of the least suitable. Sheria ile haijawahi kubadilika, kwamba wale waliolegelege wanaliwa na wale waliongangari wanaendelea mbele. Kwa hiyo ni jukumu la mwanaume kuwa ngangari. Nionyeshe mwanaume aliyeyapata mambo kiurahisi, au ni wapi uliona tangazo limeandikwa kuwa mwanaume ni rahisi? Maisha ya mwanaume hajawahi kuwa rahisi zamani, sio rahisi sasa hivi, na hayatakuwa marahisi baadaye. Tena huko zamani maisha ya mwanaume yalikuwa magumu sana, afadhali ya sasa hivi. Maana mwanaume alikuwa anatoka asubuhi, anaenda msituni, na msitu na wanyama wakali, apate kitoweo, apeleke nyumbani, watoto wake wakale na mke wake akale. Mwanaume alikuwa akiondoka asubuhi, hana uhakika kama atarejea nyumbani, maana anaenda kukabiliana na simba, anakwenda kukabiliana na chui. Na hata wakati mwingine alipoifuata asali ilikuwa juu ya miti mirefu sana, na miti mingine ilikuwa ina utelezi. Wanaume walianguka katika miti mirefu kwa sababu walikuwa wanatafuta kitoweo ama asali. Yale ambayo nadhani uwezi kuendelea nayo mbele, ni vema ukawa unayazungumza. Ukimya umewamaliza wanaume wengi kiakili, umewamaliza kinafsi, umewamaliza na nguvu zao kwenye familia zao.
Kama kuna changamoto, zungumza, usijiue, usifikirie vibaya kwa maana ya kwamba unadhani ujidhuru kama itakuwa ni solution. Njia pekee ya kukabiliana na ukimya ni kusema. Takwimu hizi za ulimwengu kutuonesha tatizo liko wapi, na kuna msemo wa kimombo unasema undisciplined boys will lead to undisciplined men. Hawa vijana ambao hatuwafundishi maadili, hawa wanaume wadogo ambao hatuwaelekezi, hawa ndio watakuja kuwa wanaume ambao ni hatari kuliko simba wote wa Serengeti na kuliko chui wote wa Serengeti. Ukikutana na mwanaume ambaye hajafundishwa, halafu hana kazi, halafu hana pesa, halafu ametengwa katika jamii, halafu bado ana nguvu zake za kibiolojia, huyo mwanaume anageuka anakuwa hatari kuliko hayawani wa kondeni. Ni 95% ya watu walioko gerezani ni wanaume. Ina maana katika watu 100 ambao ni wafungwa 95 ni wanaume. Kikao hiki kimenikumbusha mambo mengi sana katika maisha yangu, ambapo mwaka 1965 mwalimu wangu alikuwa akiitwa Mwalimu Tomlinson. Alikuwa anatueleza katika darasa la wavulana kwamba wewe ukiwa ni mwanaume usiwe legelege, lazima dunia ikupige huku na huku, ikusukosuke kila mahali. Na huyu mwalimu alikuwa akitufundisha applied mathematics. Imenikumbusha mambo mengi sana. Napenda kusema miaka ya nyuma harakati nyingi za wanawake ziliibuka kwa sababu ilionekana mwanaume ananyanyasa wanawake physically. Hasa ilikuwa physically. Of course somehow ilikuwa emotion ilikuwepo, lakini sana ilikuwa ni kupigwa, kufanya nini. Lakini sasa hivi wanawake wanaongoza kwa kuwanyanyasa wanaume kihisia. Pengine wanaweza wasiwe na misuli na nguvu za kutupiga, lakini maneno wanayotupiga nayo mitandaoni, tunayopigwa nayo nyumbani, tunayopigwa nayo kwenye maeneo tofauti tofauti, yanatuvunja, yanatuumiza, yanatuletea majeraha na maumivu. Ndio maana wanaume wengi sasa hivi wako kwenye maeneo makubwa mawili, eza baa kwenye starehe, pili wawe kwenye viwanja vya mpira ama kwenye vijue vya kahawa, wakae warudi saa 8 za usiku nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu kila kona tunapigwa mashambulizi. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunapozungumzia ustawi wa mwanaume kiakili, kimwili na kihisia, hakika ni lazima turudi pamoja, tuwe na mjadala wa kitaifa ili twende wanawake twende mbele na wanaume twende mbele. Hii ni Tanzania Habari.